Hili ni zoezi la utayari, na majanga huwa mara nyingi yanatokea bila kujiandaa. Kwa sisi kushirikiana na management kiujumla waliidhinisha zoezi hili lifanyike, na muda mwafaka ndio ulikuwa huu. Lakini pia kwa niaba ya mkurugenzi mkuu niwapongeze sana watumishi. Kiwango cha compliance kwenye eneo hili kwa kweli ni kubwa sana. Nafikiri kamanda amelizungumza vizuri hapa. Kwa watumishi mpo vizuri sana. Lakini mimi nirudie na kusema, kama haujawahi kupata janga, ni rahisi sana kudharau viashiria. Kama alamu inapiga, alafu unachukulia business as usual. Kwa sisi ambao tumebahatika, tumepata changamoto ya kuona watu wakipata madhara kwa macho yetu hivi, kutokana na vitu vidogo vidogo kama hivi. Inapotokea viashiria kama alamu na vitu vingine, huwa tunachukulia very serious, kwa sababu tumeishaona athari zake. Kwa hiyo niwaombe sana watumishi wenzangu, tunapokuta viashiria kama hiki kilichotokea cha alamu, tunakuta wenzetu jeshi la zimamoto kwa muda mfupi sana wametumia dakika 7 kutoka makao makuu ya mkoa pale zimamoto hadi kufika hapa, dakika 7. Ndugu zangu, kama haujapata majanga utaona hivi vitu ni maigizo, lakini usiombe. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa niaba ya mkurugenzi mkuu kwamba majanga na maafa ni sehemu ya maisha yetu. Hivyo muda wote lazima tunapaswa tuwe tayari kukabiliana nayo. Ukiona viashiria, chukua hatua, chukua tahadhari ya mapema. Nilikuwa na wenzangu tunabadilishana mawazo, tukawa tunaanza kujadiliana pale, lakini ule muda ambao watu tunajadiliana ni tayari ingekuwa damage kubwa. Lakini kuna watu wanaona mlango wa kutokea, lakini wakawa wanaenda kwenda kuitafuta lifti. Tumeona hiyo. Kwa hiyo ni sehemu ambako tunapaswa sasa tujifunze, na bahati nzuri tutakuwa na kamanda na timu yake kwenye mafunzo ambayo yatafuata baada hapa. Tunaomba jamani, tuweke msisitizo mkubwa, lakini utayari wa kujifunza na kuona namna gani tukiona viashiria tunaweza kuchukua hatua. Kwa hiyo mimi naomba niwatoe hofu watumishi wenzangu. Hili liko ni zoezi la kupima utayari wetu. Wengine walikuwa na machale, nilikuwa nadokezwa na mtu mmoja pale, mmoja akasema huyu kunawezekana alikuwa mnajimu. Niombe kwamba tuwe tayari kushiriki kwenye zoezi hili. Na kwa wale ambao kama mpata changamoto 1, 2, 3, madaktari tunao wapo hapa, lakini pia wenzetu wa jeshi la zimamoto wamekuja na paramedics. Kwa hiyo tuendelee kupata tiba. Niwapongeze sana kwa mara nyingine watumishi. Niombe tushirikiane kuhakikisha kwamba tunajifunza, kwa sababu masuala ya zimamoto hata nyumbani. Kwa hiyo maswali naamini yatakuwa mengi kamanda, na naamini majibu yatakuwa mazuri. Tuna watu wengi siku tunapikia gesi, umeme na vitu kama hivi. Majira ya saa 8:36 tuliweza kupokea wito kwamba kuna tukio la moto, na alamu zimeashiria kwamba liko tukio katika jengo la PPRA hapa makao makuu katika jiji la Dodoma. Kwa hiyo mara moja tuliondoka na kufika hapa na dakika 42 na moja kwa moja tuliweza kuiatendi ile dharura. Lakini msingi wa haya ni jambo ambalo tunaweza kupongeza uongozi na mtendaji mkuu wa PPRA pamoja na management yake nzima kwa kuweza kuandaa. Kwa msingi mkuu ni zoezi la utayari ili kujiweka, kuangalia utayari wetu endapo litatokea tukio la moto. Je, hawa watumishi watatoka wakiwa salama? Na hii ni nia dhati ya uongozi wetu wa hapa PPRA kuona kwamba iko haja ya kuweza kuangalia wepesi na uharaka. Je, tutapita njia ipi? Je, tutatumia ngazi ya dharura ama tutatumia lifti kama tulivyozoea? Au nitaanza kutafuta pochi yangu iko wapi? Simu yangu nimeweka wapi? Au nitakimbia mara moja kwenda nje?
Kwa hiyo msingi wa zoezi letu hili ilikuwa ni kuweza kuangalia utayari kwetu sisi ama kwenu ninyi watumishi wa PPRA hapa, endapo litatokea changamoto ya moto tutafanya nini, au ikitokea hata tetemeko tu nitajaribu kuangalia kiatu changu nilikuwa nimevua nimekiweka wapi, au ile high heels, au nitakimbia moja kwa moja niache niende hata pekupeku. Kwa hiyo tunaangalia dhana nzima ya kuweza kutoka kwenye jengo na kuokoa maisha yetu, lakini pia tunaangalia wakati mwingine hili ni tunajifunza. Kwa hiyo kupitia hili nikupongeze sana kiongozi, nipongeze sana uongozi mzima wa PPRA, lakini wapongeze sana ndugu zangu watumishi wa umma katika mamlaka hii. Mmeweza kutoka na mpo salama. Aidha, ili kukamilisha dhana nzima ya tukio hili tumeweza kupata majeruhi wawili, na majeruhi hao wameweza kukimbizwa na jeshi la zimamoto. Kama mnavyoona liko katika division mbalimbali, wako ambao ni paramedic, lakini wako wanaozima moto, lakini pia wako askari ambao wao ni kazi yao ni kuokoa tu. Kwa hiyo msingi huu ni kwa dhana nzima ya kujiweka katika hali ya utayari wa kukabiliana na majanga ya moto pamoja na majanga mengine. Kiongozi, mara baada ya kusema haya, mengi sana tutazungumza katika darasa letu linalofuata. Tutakuwa na darasa, tutakuwa na wakati mzuri wa kuweza kuuliza maswali na sisi tutaweza kuyajibu. Lakini tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Majanga ya moto hayazoeleki. Majanga ya moto siku zote ni jambo ambalo linaleta taharuki, linarudisha nyuma, linagharimu maisha yetu. Kwa hiyo uko muhimu sana wa kuweza kuchukua hatua stahiki kwa wakati sahihi, mahali sahihi na kwa njia ambayo pia ni sahihi.